Asante sana mpenzi mtazamaji ambaye ni mheshimiwa katika mtandao wetu wa Kenya TV mahali popote ulipo. Hujambo? Na tumai umzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili nikueleze vile mambo yalivyo, kisha baadaye nitakuwa na changanua moja kwa moja. Wasiwasi imeweza kutanda katika ikulu ya Kenya kwa kambi ya Rais William Ruto na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga. Wasiwasi hii ni ya anini baada ya Dr. Fred Matiang'i kukaribishwa katika eneo la Gusii hii leo tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2025. Ishara kubwa iliweza kutumwa kwa viongozi hawa wawili. Ikumbuke kwamba William Ruto alipoungana pamoja na Raila Odinga kulikuwa na nia ya kuunganisha jamii zote humu nchini na kumsaidia katika sekta ya siasa, kwa sababu kuna maeneo ambayo yalikuwa yanamuunga mkono Raila Odinga ikiwemo eneo la Nyanza. Lakini sasa baada ya Dr. Fred Matiang'i kuonyesha nia ya kuwania kiti cha urais, naomba ni kuonyesha vile aliweza kukaribishwa katika eneo la Gusii hii leo, uone vile mambo yalivyokuwa, kisha baadaye nitakuwa nafanya uchanganuzi moja kwa moja. Kabla nizame kwa undani, na shukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo. Ombi langu moja tu, kwa unyenyekevu na heshima kubwa, ikiwa unapoendelea kutazama, ikiwa hauja subscribe ama umekuwa mgeni katika channel yetu ya Kenya TV, na kukaribisha. Lakini ikiwa hauja subscribe, kuna kitufe hapa chini kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kuandikiwa subscribed. Kumaanisha unapotazama ikiwa umeandikiwa subscribed, usiponyeze kwa sababu wewe tayari ni subscriber. Sambaza hii kana kwa 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp, na ukumbuke kuna kengele kiko hapo kando. Bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Kenya TV, maana utakuwa unapokezwa notification kufahamisha kwa Kenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazama. Karibu ili tuzidi kusonga mbele pamoja. Sasa naomba nikuonyeshe vile Dr. Fred Matiang'i alikaribishwa katika uwanja wa Gusii Stadium. Atueni shughuli nyingine. Kulia mbunge Ubiri, Nyuka na Barongo peke yao tafadhali. Abantu wa Mitombi yale. Mbona wapi wapi sababu ya Matiang'i. Asante. Ningeomba filimbi. Watu ni wengi ambao walitoka sehemu mbalimbali katika jamii ya Gusii kuona vile Matiang'i anakaribishwa nyumbani baada ya kuonyesha nia ya kuwania kiti cha urais katika uchaguzi ujao wa mwaka 2027. Sasa katika kanda hii, baada ya Matiang'i kufagilia eneo la Gusii, naomba tufanye uchanganuzi ni kivipi Ruto na Raila Odinga wamerushwa chini ya gari kisiasa. Ujio wa Dr. Fred Matiang'i umeadhiri kambi ya Rais William Ruto na Raila kivipi, haswa katika sekta ya siasa. Point number 1. Viongozi wa chama cha ODM, baadhi yao wameondoka kambi ya ODM na kuungana na kambi ya Dr. Fred Matiang'i. Mbunge wa eneo bunge wakilishi la Bomachoge Borabu, ambaye alichaguliwa kupitia chama cha ODM, Obadia Barongo, alikuwa miongoni mwa wale ambao walikuwa katika hafla ya Dr. Fred Matiang'i. Kumaanisha amejiondoa kwa Raila Odinga, ameingia kwa Dr. Fred Matiang'i. Kwa sababu sina wakati, naenda haraka haraka. Anthony Kibagendi, mbunge ambaye alichaguliwa kupitia ODM katika eneo bunge wakilishi la Kitutu Chache Kusini, kaunti ya Kisii, naye
alikuwa na Dr. Fred Matiang'i. Richard Mumaima Onyonka, seneta wa kaunti ya Kisii wa ODM, naye alikuwa kwa Dr. Fred Matiang'i. Naomba yeye tuweze kumsikiza ni kipi ambacho aliweza kuzungumza. Richard Mumaima Onyonka, seneta wa kaunti ya Kisii, tumsikize. Mko sawa? Ningependa kusema hivi, Mheshimiwa Rais tunayemtarajia, Mheshimiwa Matiang'i Fred, gavana wetu Mheshimiwa Simba Arati, tungependa kuonyesha Wakenya kuwa tuko tayari kuwania uongozi wa nchi hii, na yule ambaye tumemchagua ni kijana yetu anaitwa Fred Pia gavana katika kaunti ya Kisii Paul Simba Arati, ambaye alichaguliwa kupitia chama cha ODM, ambaye pia ni deputy party leader wa ODM, alikuwa katika kambi ya Dr. Fred Matiang'i, naye aliweza kutangaza imefika wakati Matiang'i anaongoza taifa la Kenya. Tusikize. Leo Mheshimiwa Matiang'i alikuwa amekuja nyumbani, akuje aone wananchi wa nyumbani. Mheshimiwa Matiang'i, hawa hawajalipwa hata ndururu kuingia hapa. Nataka tukwambie, toka, tembea Nyanza, tembea Rift Valley, tembea Coast, tembea Central, tembea Eastern, tembea Western, tembea Northeastern, tembea Nairobi, na uhakikishe umeongea na viongozi wote wa nchi yetu, tuhakikishe kwamba tumetengeneza Kenya ambapo sisi pia tunaketi katika meza ya uongozi. Sasa Ruto na Raila wameadhirika kwa sababu wale ambao wangetoa usaidizi katika chama cha ODM, wale ambao who are powerful politically, wameingia katika kambi ya Dr. Fred Matiang'i. Number 2, kuna seneta ambaye ni mwana UDA ambaye aliweza kuteuliwa kuwa nominated kupitia chama cha UDA ambacho kinaongoza, ambaye anaitwa Gloria Orwoba, alikuwa katika kambi ya Dr. Fred Matiang'i. Naye aliweza kusema ya kwamba Dr. Fred Matiang'i imefika wakati wa kuongoza. Tusikize. Tunakuambia wamama, tunatafuta nyumba ambaye tutaishi kwa amani, ama sio? Na kuna mwanasiasa ambaye alikuwa mbunge kutoka eneo bunge wa Kilishi la West Mugrango, yaani Mugrango Magharibi, katika kaunti ya Nyamira, Vincent Kemosi, ingawa hakufaulu kuchaguliwa 2022, aliweza kukabidhiwa kazi na Rais William Ruto na akaikataa. Naye alikuwa pale kumaanisha kambi ya UDA, kambi ya ODM katika eneo la Gusii zimezama, kumaanisha wameadhirika kisiasa, kwa sababu wale ambao wanaonekana kuwa tegemeo katika sekta ya siasa wamegeukia upande wa Dr. Fred Matiang'i. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye. Ikiwa hauja subscribe, na kusii kishima kunyekevu kaweze kusubscribe kwa kuponyeza kitufe kiko hapa chini. Ikiwa unapotazama, ikiwa umeandikiwa subscribe, inamaanisha hauja subscribe, lakini ikiwa umeandikiwa subscribed, wewe tayari ni subscriber wa channel ya Omo Kenya TV. Ikiwa umeandikiwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribed, na kado kuna kengele
bonyeza kengele ili kupatikana zote pindi tu tunapozikuwa katika mtandao huu wa Mokenya TV. Sambaza hii kana kwa group 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao mwingine wa Facebook, na usahau kutupea a like. Ladies and gentlemen, people, let's meet in the next video. Bye bye for now.